Tuna stake kubwa kushinda wewe. Na huko Washington DC nchini Marekani, jioni ya wikendi ilipaswa kuwa tulivu na iligeuka kuwa ya taharuki kubwa baada ya kijana mmoja mwenye umri wa miaka 21 anayejulikana vyema na vyombo vya sheria kufyatulia risasi hatua chache tu kutoka ikulu ya Marekani. Maafisa wa idara ya ujasusi walichukua hatua za haraka na kumpiga risasi na kumuua papo hapo. Tukio hili la kutia hofu linaashiria shambulio la pili kubwa linalomlenga Rais Donald Trump katika kipindi cha mwezi mmoja uliopita. Ulinzi mkali wa polisi ulishuhudiwa nje ya ikulu ya White House nchini Marekani baada ya kijana mmoja aliyetambuliwa kwa jina la Nasir Best kufyatua risasi mita chache kutoka ikulu. Maafisa wa Secret Service waliokuwa kwenye zamu kona ya barabara hiyo walimfyatulia risasi mshambuliaji huyo na kumuua papo hapo. Hakuna afisa wa polisi aliyejeruhiwa kwenye ufyatulianaji huo wa risasi, ila mpita njia mmoja alijeruhiwa, huku maelezo zaidi kuhusu hali yake ya kiafya yakiwa bado hayajatolewa. Mshambuliaji huyo ambaye alikuwa anajulikana na idara ya Secret Service pamoja na idara ya polisi ya Metropolitan, hapo awali alijaribu kuingia kwa nguvu katika ikulu ya White House mnamo Julai 2025 kabla ya kukamatwa na kupelekwa katika kituo cha afya akili mjini Washington DC. Fantastic future together. Kupitia ujumbe kwenye mtandao wa kijamii, Rais wa Marekani Donald Trump aliwashukuru maafisa wa ujasusi wa Secret Service kwa kuchukua hatua ya haraka na ya kitaalamu. Rais Trump pia alimtaja mshambuliaji huyo kama mtu mwenye historia ya vurugu na uwezekano wa kuwa na ugonjwa wa kisaikolojia wa kuhangaika na jengo hilo linaloheshimika nchini humo. Tukio la hivi karibuni la kushambulia ikulu ya White House linajiri mwezi mmoja tu baada ya mshambuliaji mwingine kuvamia dhifa ya waandishi wa habari katika White House ambaye alifyatua risasi. Bunge la Congress limeelezea wasiwasi wao mkubwa kufuatia mashambulizi hayo. Naam, kutoka kule Marekani turejee hapa nchini na tuvuke mubashara hadi katika kaunti ya Nyeri ambapo naungana moja kwa moja na mwenzangu Clement Masombo. Tupatie muhtasari wa jinsi mambo